Taasisi yetu ya Peace Solution Tanzania tunafanya majukumu mengi sana ambayo tunayafanya kama taasisi. Jukumu la kwanza kabisa, sisi kazi yetu tuna maintain peace. Sasa sijui nini maana ya maintain, so yake ni nini? Tunahubiri habari ya amani kwa taifa letu. Ndio jambo la kwanza la hii taasisi. Mahali popote ambapo pana migogoro, iwe ni ya kisiasa, iwe ni ya kiuchumi, iwe ni ya diplomasia, iwe ya mtu na mtu, sisi tupo kwa ajili ya kuweka amani, kusolve hiyo migogoro kwa njia ya mazungumzo ya amani kabisa. Jambo kubwa la pili, tunasema mazuri kwa wananchi wa Tanzania yanayofanywa na serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zama hizi tunapoelekea kwenye uchaguzi, kuna sauti nyingi sana kwenye jamii zikisema. Sisi kazi yetu hatusemi kwa ushabiki wa kivyama. Sisi tupo hiki, si cha kisiasa, si cha kidini. Sisi ni taasisi ambayo iko huru ya kijamii. Zama hizi sasa yako mengi yanasema sana kwenye jamii. Sisi kazi yetu kuambia wananchi wetu, raia wetu, wenzetu, jamani ukweli wa mambo ni huu hapa. Hizi siasa za kusema hapa, kusema hapa, sisi tunaambia ukweli wa mambo ni huu hapa. Mambo yanayofanywa na serikali yao waweze kuyatambua kwamba ndio ukweli halisi. Mahali penye kupotosha, sisi tunarudisha mahali ambapo pamekaa sawa sawa, ili jamii zetu zitambue na kujua kwamba kumbe huu ndio ukweli wa mambo ambao sasa unaendelea. Lakini pia sisi kama taasisi tunashauri taasisi ziwe za kiserikali ama za kibinafsi, za kiraia, kwa kuwa tuko kila mahali. Mheshimiwa Mganga Mkuu Mfawidhi, kwanza nikupongeze. Nimeingia nikashuka pale, mazingira yetu hapa nimeona ni mazuri sana, kwa maana ya mazingira yako vizuri. Kuna siku moja nilikuwa kule Kigoma kwenye hospitali 3 za Kigamboni. Kuna kituo cha afya hapo Kigamboni pale, hospitali ya jiji ya Vijibweni na hospitali ya wilaya ya Kigamboni. Ndio hapa tuko mahali hapa. Lengo tufanye usafi, tuenzi mazingira, lakini pia tuambie Watanzania kwamba mazingira ndiyo yanayobeba dhana nzima ya maisha ya mwanadamu duniani kwa asilimia kubwa. Unaonaje ukiwa chumbani kwako, kile chumba kile ambacho unalala, ukapanga manguo machafu na nini, afu jioni ile usiku unajifungia milango, afu washa sini feni, si achiwasha, asubuhi yake lazima uamke unakifua. Eza unakohoa ama tayari una mbao zimebana. Kwa nini? Ni mahali si salama. Kwa mazingira ambayo si salama ni hatari kwa maisha ya mwanadamu. Sasa sisi kama Watanzania na sisi kama taasisi ya PST tunaenzi na kuendeleza kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ambao anaisema kila siku kwa habari ya mazingira. Na mimi niseme hapa kwa niaba ya taasisi nikiwaambia wanajamii wenzangu wa Tanzania popote tulipo Tanzania, tujali na kuheshimu mazingira. Kazi ambazo mmezifanya mimi nawapongeza sana, isiwe ni mwisho. Yako maeneo mengi. Katika wakati tutaandaa makongamano ya masuala ya afya tu, ya masuala ya mazingira tu. Tutaalika watu mbalimbali ambao ni wataalamu waje kutoa hizo washa, semina, wafundishe nini maana ya kutunza mazingira yetu. Sisi kama taasisi, hilo jambo ndio namba 1 la kujali mazingira yetu. Nikupongeze Mheshimiwa DMO. Nilipokuwa nakuja kwenye gari nilikuwa na vijana wangu, ya vitu vingine njiani ambavyo ni vizuri.
vyenye sifa za kukaa barabarani. Ndugu zangu, nimesema haya kwa uchache wake, yako mengi sana ambayo tunafanya. Niwakaribishe viongozi wangu DMO na timu yako yote. Taasisi yetu sisi ina kila aina ya watu. Hapa wengine hapa nikisema ni wataje pia mnasema ni kweli. Lakini wapo hapa ni wadogo, lakini tuna kila aina ya watu. Wote tunao kwa taasisi yetu. Tunao madaktari, tunao wanasheria, tuna kila aina ya watu. Tunao mahali ambao tutaomba asimame daktari atasimama, atazungumza. Mahali pa mtu wa kilimo yupo mtu wa kilimo, atasimama, atazungumza. Kwa hiyo tuna kila watu ambao tunaofanya nao kazi. Siku pia na nini waniwaalike, milango iko wazi kabisa, na tunapenda kwenye maofisi yetu ya serikali tuwe na watu wetu. Tuwe na watu wetu ambao tuwe nao, tutaongea na mheshimiwa baadaye, tuwe nao ili kuweza kupata mambo kadha wa kadha mazuri ya kiutendaji kwenye kazi ambazo tunazifanya, ili lengo basi serikali yetu isimame na kukua na kusonga mbele zaidi. Mimi niwashukuru sana. Sasa nimpe nafasi mheshimiwa wetu ambaye ndio hasa mgeni wetu basi aweze kusema, na ndiye pia ambaye ataweza Hivyo ni wilaya ambayo inakuwa na ina mchanganyiko. Kuna sehemu ni kijijini, kuna sehemu ni mjini. Kwa hiyo ni tofauti na wilaya nyingine. Kwa mfano Kyela Ilala ina utofauti wa kimazingira, lakini na jamii ya watu wanaoishi maeneo haya. Hivyo basi sisi kwa kutambua mchango wa taasisi tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati, lakini pia kama wilaya tunaahidi kuendelea kushirikiana pamoja nanyi. Hii tulipewa taarifa jana jioni kwamba mtakuja kwa ajili ya hili zoezi, lakini kwa namna ambavyo iwezekana tulijitahidi katika kila taasisi ambayo tulienda, viongozi na wasimamizi wa sehemu husika walikuwepo na tulishiriki pamoja kwa mwanzo mpaka muda huu. Wakati mwingine sio nyeno mtatuambia tunakuja, sisi tutaomba jamani, tunaomba tukajumuike pamoja kwa ajili ya zoezi 1 2 3. Nchi ni ya kwetu, taasisi ni za kwetu, wananchi ni wa kwetu, mazingira ni ya kwetu. Na tunafahamu swala mazingira linahusiana moja kwa moja na afya za wananchi. Kama mazingira si salama, ina maana kuna hatari ya magonjwa ya mlipuko. Ukitokea magonjwa ya mlipuko, ina maana huduma za afya zinakuwa interrupted. Na tukicompromise huduma za afya, ina maana tutapata changamoto kwa watoto, lakini pia na wakina mama ambao wanakuja na kupata huduma kwenye vituo vyetu. Kwa serikali yetu ya awamu ya 6 imetutendea mambo mengi makuu na mazuri mno. Ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya, upatikanaji wa vifaa tiba. Kwa hiyo tumekuwa kila siku na kuzidi kwenda tunazidi kupiga hatua. Kipindi tunaanza hapa tulikuwa na watumishi chini ya 50%, lakini kwa sasa hivi tuna 67% ya watoa huduma kutokana na ule uhitaji. Hata viongozi wenzangu hapa kuna kipindi zamu zilikuwa zikaliki, ila kwa sasa hivi tunashukuru serikali leo, kama fadha alivyokwisha kueleza kwamba taasisi na wataalamu wa aina mbalimbali, na kwenye kada ya afya kuna wataalamu wa kila aina. Hivyo basi tutawashawishi na wenzetu ambao leo hawajafanikiwa kufika hapa kujiunga pamoja nanyi katika kuhakikisha kwamba taasisi inakuwa na kufikisha huduma stahiki kwa Watanzania wetu. Hivyo basi tufikishie salamu kwa juu kwamba Kigamboni tupo, tunaendelea kupambana katika kuhakikisha kwamba huduma zinaenda vizuri na wananchi wanapata huduma bora. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa jina naitwa Hassan Jumanne. Mimi ni mkurugenzi katika bodi ya wakurugenzi kwenye taasisi yetu PST. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kwamba tumeongozana na uongozi wa kata ambao tupo na mheshimiwa diwani, tupo na mwenyekiti wa serikali ya mtaa na tupo pia na mtendaji wa mtaa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tumekuja vijana wa Masa, tupo leo. Lengo letu kubwa kwa sababu Mheshimiwa Rais jana alizindua daraja kule Busisi, na sisi tukaona hapana, kwa nini na sisi tusitarishe jambo la usafi, na ikiwa kama huu ni mwezi ambao wa usafi. Kwa hiyo tukaamua tukaongea na uongozi wa serikali ambayo wilaya kwa Mheshimiwa DC na kamati yake yote, mkurugenzi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba leo tumeweza kufanikisha
swala la usafi. Kama sisi taasisi yetu inatuelekeza tushirikiane na jamii. Mimi kama nikiwa mkurugenzi, na hili litakuwa ni swala la endelevu. Kwa mkurugenzi, hili swala litakuwa endelevu kama taasisi yetu ya PST. Kwa kila baada ya mwisho wa mwezi tutaangalia jambo lingine la jamii ambalo tunaweza tukalifanya. Jina naitwa Abdalla Sizega, mtendaji wa kata ya Kigamboni. Kwanza kwa wale wote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha siku ya salama. Vile vile naipongeza taasisi ya Peace Solution Tanzania kwa kuweza kujitoa na kujumuika kwa pamoja na kuliona jambo la umuhimu katika kata yetu, katika kituo chetu cha afya cha Kigamboni, kufanya usafi mkubwa kwa kushirikisha wana jogging, watu mbalimbali na wadau wengine katika usafi ili kuweka mazingira mazuri, na kwa kweli wamejitahidi katika hili, katika mazingira wameweka mazuri. Na vile vile taasisi zingine basi tunaziomba ziweze kuona umuhimu wa hizi taasisi za kiserikali ili kuweza kuzisaidia katika masuala ya usafi na masuala mengine kama vifaa vyote vinavyohitajika, basi ni muhimu sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana na ni Peace Solution Tanzania kwa jambo kubwa ambalo wamelifanya na kuliona na kwa ukubwa. Manake vile tunawashukuru kwa sababu vitu viko vingi, vituo viko vingi, lakini wakachagua eneo hili la kwetu kwa umuhimu mkubwa, wakaliona na wakalifanyia kazi. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunawapongeza katika hili, waweze kufanya hili na lingine zaidi ili kuweza kufanya kazi kwa kusaidia serikali. Serikali ni pamoja na wananchi wote ambao wanaweza kuona jambo hili zuri, wakalifanya kwa pamoja ili kuweza kuendeleza serikali yetu ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan. Leo ni siku ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa usafi. Na katika mkoa wa Dar es Salaam kila mwisho wa mwezi wa usafi huwa tunatoka wananchi wote kwa pamoja kufanya swala la usafi. Kwa hiyo leo kwenye kata ya Kigamboni tuliamua kuja kwenye hospitali ya Kigamboni kwa ajili ya kufanya usafi. Tumekutana na wananchi wengi, vijana wamekuja kwa ajili hili zoezi la usafi. Kwa hiyo hili ni zoezi ambalo ni endelevu. Ilianza toka zamani na tunaendelea nao. Hata serikali ya awamu ya 6 Mama Samia Suluhu anatia mkazo sana swala la usafi. Kwa hiyo leo tumeamua kuja katika kituo cha hospitali cha Kigamboni kwa ajili ya kufanya usafi. Pamoja na Jumamosi ya mwisho wa mwezi ya usafi, ninapenda kutoa pongezi zangu kubwa sana kwa Mama Samia Suluhu, hasa kwenye kata yangu ya Kigamboni. Nimeweza kupata miradi mingi kama unaona kituo cha hospitali ambacho kiko nyuma yangu hapa. Hicho ni kituo cha nyota 5 ambapo sasa hivi kina uzuri, kina ajabu. Uko ndani ukifika mama wa kujifungulia, sehemu ya kujifungulia kina mama, sehemu za operation. Yaani kwa siku moja tunaweza tukafanya mama operation zaidi ya 15 mpaka 20. Kwa hiyo ni kituo ambacho katika wilaya kinategemewa sana kwenye swala la huduma ya afya. Ukiangalia pia masuala ya shule, tuna shule nzuri ya kisasa ya ghorofa 3 Paul Makonda Secondary School. Tuna shule ambazo zinazojengwa ni nzuri haswa. Kwa kweli Mama Samia amefanya vizuri sana haswa kwenye kata. Tukiingia kwenye swala la barabara na zaidi ya kilomita 12 za lami. Sasa hivi tu DMDP nimeingiziwa zaidi ya bilioni 25 kwa ajili ya barabara za lami. Kwa hiyo toka tumeanza kupata uhuru, toka serikali ya awamu ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 ndio tumeanza kupata barabara kata ya Kigamboni, na barabara zimekuja kwa fujo mno. Kwa hiyo namshukuru sana Mama Samia, Mungu amweke, Mungu ampe afya kutosha na amjalie, na tunasema wana Kigamboni tuna deni kwake, tutamlipa Oktoba 25. Wananchi wa Kigamboni, kata ya Kigamboni wanasema wote watatiki.